Wageni wote mmekaribishwa kwa jina la Yesu. Hata wale wanashiriki na sisi kwa online ama kwa angani mmekaribishwa kwa jina la Yesu. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Leo ni siku nzuri kwa sababu Mungu ametuandalia siku ya leo na amependa tuwe pamoja katika ibada. Kwa sababu Mungu ni mzuri, kwa sababu hatuko peke yetu, tuko katika ulimwengu mzima. Kuna watu wanatutazama, wanaongoja mahubiri hii, baadaye nitaongea. Ninataka kufundisha juu ya uongozi, kwa sababu uongozi ni jambo la maana sana. Na tunajua ya kwamba uongozi ikiwa mzuri, hata nchi inakuwa mzuri pia. Tukiwa na mtu ambaye anaongoza kwa njia sawa, sasa mambo ama maendeleo katika nchi na watu wataendelea vizuri kwa sababu wako na mwongozo mzuri. Na tunaona katika maandiko matakatifu kwamba kulikuwa na viongozi, watumishi wa Mungu. Yaani kulikuwa na waongozi wa nchi na ni watumishi wa Mungu. Katika kitabu la Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati, tunaona uongozi wa Musa. Na vile aliongoza wana wa Israeli. Sasa nafundisha kwa sababu leo nataka kuwainua watumishi wa Mungu leo, kama Sara na wengine na wengine. Kwa hivyo nataka kufundisha juu ya mtu kiongozi na juu ya mtu ambaye amemcha Bwana katika uongozi wake. Wapi mtumishi Joska kwa wapi? Hayuko hapa? Anafanya nini juu? Anafanya nini? Anajielewa kweli? Haleluya. Kwa sababu nataka mtu ambaye anaelewa kuongoza katika nyumba ya Mungu. Watu waliongoza katika nyumba ya Mungu. Tunaona tuanze na mitume. Number 1, wale wanaandika mitume wakisimamisha kanisa la Kristo wakiwa viongozi. Andika hiyo. Mitume ndio walisimamisha kanisa la Kristo, mpaka ndio mnaona makanisa wakati huu. Ni kwa sababu kulikuwa na mitume walisimama na kanisa la Kristo.
Number 2, Joshua akiongoza wana wa Israeli. Number 3, Joshua akivuka mto Jordani kwa sababu Mungu alimwagiza. Kwa sababu Mungu alipenda na akasikia, kwa sababu huyu Joshua alitii. Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 9 mpaka 12. Hii ndio kichwa ya mafundisho. Hii ndio kichwa ya mafundisho. Musa alimwekea mikono Joshua ndio akaweza kuongoza. Alichukua mikono yake akamwekelea juu yake na yeye akawa kama Musa. Ile mikono ya Musa, mikono, mtumishi wa Mungu ukiwa Nakuru, mikono ya Musa alipowekelea mtumishi Joshua, ile nguvu ilikuwa ndani ya Musa ikaingia kwa Joshua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alipomwekelea mikono akapata uwezo wa kuwa kiongozi katika nyumba ya Mungu. Kwa sababu ya mikono aliyowekelewa juu yake. Kwa sababu ya mafuta aliyomwagiwa na Musa. Kwa sababu Musa alipomwagia mafuta na nguvu zilizo ndani ya Musa ikaingia kwa Joshua. Haleluya. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Sasa Musa alipokufa, Joshua akachukua ofisi ya Musa. Mtumishi wa Mungu, nataka tuende pamoja katika jina la Yesu. Kwamba Musa alipokufa, Joshua akachukua hiyo ofisi, hiyo utumishi akachukua. Ndipo akachukua uongozi wa Musa na akafanana na Musa. Joshua akakaa kama Musa kwa sababu zile nguvu zilikuwa kwa Musa ilienda kwa Joshua. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akapata nguvu kwa sababu alikuwa amewekelewa mikono na mtumishi wa Mungu. Kwa sababu Joshua number 1 ama number 2, kwamba Joshua alikuwa anamtii Musa kama kiongozi wake. Haleluya. Alikuwa anasikiliza vile
Musa anasema alikuwa anamtii. Yes. Na kusikiliza vile Musa anasema. Kuna mtu anataka kubarikiwa hapa katika jina la Yesu. Na akasikia vile Musa alivyosema. Na akatii. Na akawa chini yake. Haleluya. Kwa heshima kubwa. Kwa sababu alijua ya kwamba huyu ndio mtumishi wangu. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Naomba msilale kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Amen. Sasa Musa alipochukuliwa katika dunia. Haleluya. Joshua kwa sababu alikaa chini ya Musa, akachukua ile ofisi na akafanana na Musa, akaongea kama Musa, akaongoza kama Musa, mpaka Mungu akapenda Joshua sana. Na Mungu akamwambia Joshua, akamwambia ni wewe tu ndio utakaofikisha hii watu mali niliwaahidi. Utawafikisha katika mto Jordani, river Jordani. Ni wewe ndio utawafikisha kwa hiyo mto. Na unajua hiyo Jordan, nataka usikize hapa, hakuna, haiko barabara iko, lakini lazima wapite. Ilikuwa kuna njia katika Jordani. Na Joshua amewaambia kwa sababu Musa amekufa, ni wewe ndio utavuka na hii watu. Ni wewe ndio utaongoza kanisa mpaka ifike mali ninataka. Joshua akasimama kulingana na vile alikuwa amefundishwa na Musa. Akamwambia Mungu, ndio nitasimama na nitaongoza na nitapita. Akajua, akaona nitapita Jordan. Kwa sababu alijitambua yeye ni nani. Unajua wewe kiongozi unatakikana wewe ujitambue wewe ni nani. Inataka kiongozi ujitambue wewe ni nani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii lugha ambayo mnasikia nyinyi watu wa Mombasa, unajua hiyo kanisa ambayo wanatafsiri wako kule ndani, hata wengine hawajui Kiswahili, ndio unasikia mtumishi anaongea kwa hiyo lugha. So usishangae ni kitu gani hii wanaongea. Kuna kanisa kule Njoro juu, sasa wengine ni wa huko, unakuta wengine hata hawajui Kiswahili. So hiyo mtumishi, hiyo ni mchungaji anaitwa Emily, sasa anajaribu kutafsiria ndio waelewe. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Asante sana mtumishi wa Emily. Bwana akubariki sana mtumishi Emily. Sasa Joshua akaambiwa ni wewe utafikisha hii watu kwa nchi niliyowaidia. Kwa sababu Musa alikuwa kiongozi na akampa mamlaka mtu ambaye anajielewa, anaitwa Joshua. Haleluya. Amen. Ninataka kuongea na kiongozi. Ujielewe wewe ni nani. Hii kazi umepewa, wewe ni nani? Kazi ya Mungu ambaye Mungu alikuita, wewe ni nani?
Hiyo ndio kitu ambapo kila pasta inatakikana ajue kwanza, ajielewe wewe ni nani, ndio uweze kufikisha watu wa Mungu katika ufalme wa Mungu. Ndio uwe na nguvu ya kuongoza watu mpaka wafike mahali Yesu yuko, kwa sababu wewe umepatiwa kuongoza watu wa Mungu mpaka wamuone Yesu. Wapite mto Jordani, wapite mamilima mpaka uwafikishe mahali Mungu anataka hiyo watu wafike. Ni wewe. Sasa inagharimu ya kwamba wewe lazima ujue wewe ni nani na ujielewe kama Joshua. Kila kiongozi asipojielewa hataongoza vizuri. Haleluya. Amen. Tusome neno la Mungu. Hiyo Kumbukumbu la Torati 34. Tuanzia hapo mstari wa 9 mpaka 12. Rudia tena hapo 9, tuende pamoja. Na Yoshua mwana wa Nuni, baba yake alikuwa anaitwa Nuni. Endelea. Huyu Yoshua alikuwa amejaa roho ya hekima. Kwa sababu Musa amemwekelea mikono juu ya Joshua. Hii kidogo mchungaji, kidogo tu. Hii Musa tunaongea naye, ni wakumbushe, ni Musa ambaye aliwatoa wana wa Israeli kutoka Misri. Na kuna nabii katika Israeli alikuwa na nguvu kama Musa. Mpaka sasa hivi hakuna nabii iliyofikia utumishi wa Musa. Kwa sababu Musa aliona mpaka akaona Mungu, akamsema Mungu, ninataka kukuona. Na akawa ni nabii ambaye aliona Mungu kwa macho. Ama hamjui Musa aliona Mungu alipomwambia nataka kukuona? Baada ya mambo mingi, moto iko hapa, matetemeko hapa, mpaka akasema ya kwamba Mungu, nataka nikuone. Na Mungu alikubali mwanadamu amuone kwa mwili. Kwa hiyo Musa alikuwa kiongozi tofauti na wengine, hata ishara nyingi alifanya sana kuliko manabii wengine. Na hata maandiko yanatuambia mpaka leo hata hakuna mtu anajua kaburi ya Musa iko wapi. Kaburi, mtumishi, kaburi la Musa.
Kwa sababu alikuwa karibu na Mungu, mpaka Mungu mwenyewe akasema nitazika Musa. Mpaka mwili wake ilizikwa na Mungu mwenyewe, kwa sababu ya nguvu ambazo ilikuwa ndani ya Musa, ambapo mwanadamu angeweza kwenda kwa kaburi akazika Musa. Ikawa ni Mungu mwenyewe ndiye atazika Musa. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Hiyo ndio uongozi tunataka kwa sasa. Hiyo ndio huduma tunataka kwa sasa. Hiyo ndio unabii tunataka kwa sasa. Haleluya. Mpaka mtumishi wa Mungu angeshikwa na mtu kwenda kaburini. Maandiko yanasema hakuna mtu anajua kaburi lake liko wapi. Alizikwa na malaika. Alafu haikutosha, Shetani naye alikuwa anataka mwili wa Musa, na amekufa maiti, anataka na yeye, anang'ang'ania. Huyu mtu alikuwa namna gani? Wakati Mungu anachukua mwili, malaika ametumwa kuchukua mwili, naye Shetani anataka hiyo mwili. Haleluya. Mwili muhimu ya mtumishi wa Mungu, mpakwa mafuta wa Mungu. Haleluya. Mtu ambaye alijielewa, alikuwa na Mungu kabisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuendelee kusoma. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akafanya vile Mungu alivyomwamuru Musa. Joshua akapitia kwa hiyo nyayo, akafanya kama vile Mungu alisema. Rudia hapo clear, hebu soma vizuri. Soma hapo vizuri. Yaani anamaanisha hivi, sijui tafsiri ya hiyo Biblia. Hebu rudia kidogo. Haijaingia vile najua nataka. Yaani anamaanisha haikuinuka nabii tena katika Israeli. Nabii kama Musa ambaye Mungu alimjua na akaona Mungu kwa nini? Kwa uso. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Watumishi wa Mungu inafaa muone Mungu kwa uso kama Musa. Inatakikana upende Mungu kabisa mpaka umuone Mungu kama vile Musa aliona Mungu. Wewe mtumishi wa Mungu, wewe mchungaji, wewe mzee wa kanisa, mama kanisa, wakati umeingia katika neno la Mungu na kuwa mwaminifu, Mungu atajitokeza kwako. Bora tu unajua Mungu aingiangi kwa watumishi siku hizi, kwa sababu watumishi wanajichanganya. Mapastors wanajichanganya. Ndio Mungu aonekanange kwa wachungaji, ni kwa sababu wanajichanganya na mambo ya dunia.
Hata wengine wanahubiri uongo tu ili kusudi apate pesa, kwa sababu wanaposanya watu lengo lake ni kupata pesa kwa hiyo watu. Kwa hiyo Mungu ataonekana kwa mchungaji kama huyo, kwa sababu lengo yake anatafuta pesa kwa kanisa. Sasa lazima ataweka uongo kidogo ndio pesa sikuje, kwa sababu ya faida yake mwenyewe. Na ndio unaona wanatabiri uongo, kwa sababu watu wanapenda kutabiriwa, watu wanapenda kuambiwa Mungu amesema. Na wakati unaambiwa Mungu amesema, kuna uongo ndani. Sasa utamfuata ile mtu kwa sababu ni nabii, anakuambia Mungu amenionyesha utabarikiwa. Wewe ukisikia utabarikiwa unaanza kufuata ile mtu. Na ndio wengi wanapotezwa na wachungaji wengi, wachungaji ambao hawana ukweli, wanapoteza watu, mamilioni ya watu kwa uongo. Na kwa sababu watu wako na shida, kila mtu anajua shida yake, akisikia mali anaweza pona, ataenda huko. Yaani kiwango wewe ukaambiwa na wachungaji ambaye ni waongo kwamba ununue kifagio ndio ufagie shetani. Kwani shetani yako kwa flow? Akili hata utumii ile ya kusaliwa kama hakuna ya masomo. Lakini kwa sababu mko na shida, mtaamini, mtanunua kifagio, mfagie shetani. Kana kwamba shetani yako kwa flow. Nani alisema yako kwa simiti? Kwa hiyo watu hupotea kwa sababu ya kutojua neno la Mungu. Hapa kuna watumishi wa Mungu waliosimama na neno la Mungu kama Joshua, kama Caleb, watu ambao walitumwa na wakakuwa wajasiri na kufanya kazi ya Mungu kwa ujasiri. Wewe mchungaji na wewe kiongozi wa kanisa, wewe ni Musa wa sasa. Wewe ni Joshua wa kwa wakati huu. Wewe ndio utawafikisha watu mbinguni kwa kuwafundisha neno la kweli na utakatifu. Na kuonyesha watu njia ya kweli ya Mungu bila udanganyifu. Unajua hii neno nahubiri leo haikubaliki na watu wengi. Wakati watu wanapoinuka wanainuka kwa kupinga neno la Mungu la kweli. Lakini wewe mchungaji wa kweli ukatetee neno la Mungu. Sisikii sadaka nzuri hapo. Yaani nimesema wewe mchungaji wa kweli, wakati watu wanapinga neno la Mungu, wewe unatetea neno la Mungu la kweli. Unasema hapana, neno la Mungu linasema hivi. Yaani unatetea injili ya Kristo Yesu kwa nguvu zako zote.
unatetea kanisa la Mungu kwa nguvu zako zote. Joshua aliambiwa akajitoa, uwe shujaa na ajitoe kwa nguvu zake zote. Joshua alifikisha wana wa Israeli mali walikuwa wanaenda. Lakini wewe ambaye utaki neno la Mungu na ujijui, ukiona kanisa inapigwa, hata wewe unaanza kutoa neno la kupiga kanisa. Ukiona watumishi wa Mungu wanapigwa, na wewe ni mmoja wa kupiga watumishi wa Mungu. Mtu ambaye aliitwa na Mungu, sauti ya Mungu mwenyewe, ni lazima atetee kanisa la Mungu, atetee kanisa la Kristo. Kama mitume walivyotetea kanisa la Kristo mpaka wakateswa. Unajua mitume wakati Kristo Yesu alipotoka kwao, unajua mnaanza kupotea. Unajua mimi nawaona mnaanza kupotea network, amsikii neno. Hello? Haleluya. Mitume wakatetea kazi ya Kristo. Na wakasimamisha kanisa mpaka saa hii tuko na kanisa, ni kwa sababu kulikuwa na watu walitetea na kusimamisha kanisa. Haleluya. Haleluya. Hata yule Iskarioti, nipunguzie sauti kidogo. Yule aliyesaliti Kristo, ambaye anaitwa Judas Iskarioti. Wakati alipotoka kwa kundi ya mitume 12, wakabaki 11. Sasa wakati Kristo ameenda, akawacha mitume 11. Na katika unabii inatakikana iwe 12. Kwa hivyo ilikuwa itafutwa mtu mwingine ya kujaza wakuwe 12. Kwa nini 12? Kwa nini wangebaki wakiwa 11? Kwa sababu ile Judas Iskarioti, na nataka kanisa msikie vizuri, Bwana wasaidie sana katika ufunuo hii. Judas Iskarioti alipotoka, Judas Iskariot alipoondoka kwa sababu ya kumsaliti Yesu, akaenda akakufa. Huyo mtu alipotoka akaenda kujinyonga. Akachukua kamba akajinyonga kwa mti. Na katika ile kujinyonga, ile kamba ilikatika, akaanguka. Alipasuka matumbo kwa sababu ya mambo ambayo alitenda kumsaliti Yesu Kristo. Sasa Yudasi ametoka, sasa ikabidi mitume
watafute mtu mwingine ya kushika nafasi yake. Ni kwa sababu walikuwa natakikana wawe mitume 12 kwa sababu ya ile unabii, kwa sababu katika milango ya kuingia mbinguni ni milango 12. Wamesimamia agano jipya. Kama vile Waisraeli ni milango 12. Sasa wataingia katika ufalme wa Mungu kwa kila milango ya wana wa Israeli. Sasa nyinyi ambaye tuko sasa hivi tutaingia kwa njia ya kupitia kwa milango moja tu ambaye ni ya Yuda ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Matendo ya Mitume. Tusome Acts of Apostles. Matendo ya Mitume 1:21 mpaka 30 na mpaka soma mstari wa 21 uende mpaka 26. Ashike mahali katika huduma hii, kwa sababu ilikuwa itokee mtu atashika katika huduma ya kuhudumu katika nyumba ya Mungu, ipatikane anayechukua nafasi ya Yuda Iskarioti. Ndio huduma iweze kukamilika. Endelea kusoma mtumishi. Huduma hii na utume huo aliokukosa Yuda aende zake mahali pake mwenyewe. Mstari wa 26 unasema ya kwamba wakawapigia kura ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Sasa walipoomba kwanza, wakamwambia Mungu, wewe ndio ujuae mioyo ya watu, tuchagulie mtu ili atakayechukua nafasi ya Yuda Iskarioti aliyeondoka. Sasa Mungu akawapa Matias, kwa sababu Mungu alisema huyu ndiye anafaa kuchukua nafasi ya yule aliyepotea. Ni kwa sababu huduma iweze kukamilika. Tumpe Yesu sadaka nzuri.
wewe pasta, wewe mjilisti, wewe mzee wa kanisa, wewe mama wa kanisa, nafasi yako umechaguliwa na Mungu. Mahali wewe umechaguliwa, ni Mungu amekuchagua ama ni wanadamu amekuchagua? Inatakikana ujue kama uliitwa kweli, kwa sababu kama hukuitwa utasumbua kanisa sana. Kama hujaitwa na Mungu na wewe ni pasta, utasumbua kanisa, na wewe ni mzee wa kanisa, mama kanisa, wewe utakuwa vikwazo kwa hiyo kanisa. Jijue kama uliitwa. Kama hukuitwa, wachana naye. Usikue pasta, usikue mzee wa kanisa, usikue nani. Wacha, kwa sababu wewe utasumbua watu wa Mungu wanataka kwenda mbinguni. Uwache nafasi watumishi wa Mungu walioitwa wakaongoza watu wafikishe mbinguni, wavuke mto Jordan. Wakina Joshua, wachia nafasi ya kina Joshua waongoze watu. Watu wa shujaa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumpe Yesu sadaka nzuri kanisa. Naongea na mchungaji. Naongea na pasta. Uwe shujaa na ushike neno la Mungu na kufundisha mafundisho ya kweli. Usiwe mtu wa tamaa ya pesa, kwa sababu wengi wako tu kwa sababu ya pesa. Mahali pengine anatuambia kwamba mtu akitamani kuwa askofu, katika Timotheo wa pili anasema, na huyo askofu asiwe mtu anapenda pesa. Kwa sababu ukianza kupenda pesa, hautahubiri neno la kweli. Pastor Joska, utatoaje pesa kwa watu? Kwa hivyo lazima uchanganye injili, ndio ile mifuko watu watoe. Na utachanganya kwa kuuza kiti, kifagio na nini na maji na nini na nini, ndio upate pesa. Kwa sababu ukihubiri injili ambayo tunahubiri haina pesa, ni sadaka tu watu watoe na fungu la 10. Lakini ukitaka ile utajiri lazima uchanganye watu. Haleluya. Tumpe Yesu sadaka nzuri kanisa. Kwa hiyo nyinyi wachungaji ambaye mko hapa, msimamie na kutetea kanisa la Mungu. Neno la mwisho katika Joshua. Tunasoma katika Joshua 1. Ambaye mtumishi huyu wa Joshua, inatakikana watu Joshua kwa wakati huu, Joshua wengi, kwa sababu hawa ndio watumishi wa Mungu wa kweli, akina Joshua. Joshua 1, tuanzie mstari wa 1 mpaka 9 na 10. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, tumpe Yesu sadaka nzuri kanisa. Sasa Mungu anaongea na Joshua kwa sababu Musa hayuko.
kwa sababu Musa amekufa. Sasa Joshua amebaki, akapewa kazi nzito sana. Na ujue Joshua vile alitembea na Musa, aliona manunguniko na mateso kwa hii watu. Kwa hiyo Joshua alikuwa anajua hii uongozi ni kali, si tamu. Joshua alikuwa wakati walipita katikati ya bahari, alikuwa yeye. Hata wakati wana wa Israeli walichonga sanamu, Joshua alikuweko. Hata wakati walipinga Musa, akina Danda na Kora, Joshua alikuwa. Kwa hiyo alikuwa anajua hii uongozi vile iko si tamu. Au utapendwa, utapigiwa kelele na utaonekana ya kwamba haufai. Kwa hiyo alikuwa anajua uchungu ya hii uongozi. Lakini kwa sababu alipokea nguvu kutoka mtumishi Musa, akajua ya kwamba hii nitapeleka hao vizuri kwa sababu nina nguvu za Mungu ndani yangu. Na ninaamini ya kwamba kila mtu, Musa angefufuka saa hii, kila mtu angekimbia amguze kidogo. Wanasayansi wanatafuta kaburi ya Musa sana. Na sana wanatafuta ile fimbo ya Musa, kwa sababu wanaamini iko mahali. Ninaona wengine wamechonga zingine, wanasema hii ni ya Musa, fimbo ya Musa. Wanatamani hiyo fimbo ya Musa ambaye alionyesha bahari ikatawanyika. Hiyo fimbo ya Musa ingeonekana, dunia wangeng'ang'ania, wachungaji wangeng'ang'ania, hata apate kadogo tu, kapisi kadogo awekake kwa mfuko. Rudia kidogo. Haleluya. Haleluya. Tumpe Yesu sadaka nzuri kanisa. Kwa hiyo nyinyi wachungaji mnapopokea leo mafuta, mjue ya kwamba mnapokea mafuta ya kazi ya Mungu. Unasimama na kazi ya Mungu. Unatetea kanisa lako. Si ati ya kwamba ukiwa nje mkweli huko unapinga kanisa la utukufu, unakuwa mpinzani tena. Ni lazima utetee hii madhabahu. Hata ukatwe singo, utasema kanisa la utukufu wanahubiri ukweli, kwa sababu umepokea mafuta. Na ukiasi mafuta, sasa wewe ni Judas. Itabidi Mungu alete mtu mwingine kama vile mitume alifanya, ureplacewe kwa sababu hujafanya kazi ya Mungu. Unatetea kanisa ukiwa mzee wa kanisa ambaye umejazwa Roho Mtakatifu, unatetea kanisa la Mungu. Hawezi kukusema ya kwamba wewe uko katika kanisa na unapinga kanisa. Haiwezekani, wewe ni wa shetani. Kwa sababu viongozi wengi wa kanisani, nataka msikie hii wachungaji na kanisa mzima.
Yani viongozi wengi wanatumika na shetani kuharibu kanisa, na ni kiongozi unaharibu kanisa na wewe ni kiongozi. Hawa ndio wanatumika sana kuharibu neno la Mungu. Wewe umepewa kuwa kiongozi kanisani, alafu wewe unapinga neno la Mungu, unapinga mchungaji, unapinga viongozi wengine, unatumika na shetani. Lakini Joshua, tukisoma hapo, Joshua alisimama akaambiwa uwe hodari na moyo wa ushujaa tu. Mstari wa 7 na mstari wa 8, uwe hodari na moyo wa ushujaa tu, na mimi nitakuwa pamoja na wewe. Saba nane, ama anzia hiyo 6 tu, anzia 6. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Tumpe Yesu sadaka nzuri kanisa. Akaambiwa uwe na moyo wa ushujaa na ujasiri, kwa sababu ni wewe ndio mahali nilimwambia kina Ibrahimu, mahali nilimwambia baba za Hawa, ni wewe tu ndio utawafikisha, hakuna mwingine. Joshua kwa sababu alikuwa amepewa nguvu zingine za ajabu, akajua atafikisha, na alifikisha. Yani kisigim na teto jo anira na teto sana igole lazima mgige wanagi notani amutila garzalo tato koste. Akaambiwa uwe na moyo wa ushujaa na ujasiri. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Mstari wa 8. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Mtu wa Mungu unatakikana kuwa shujaa wakati wewe unaongoza. Hapo tu ninasema kiongozi, maandiko yamesema akaambiwa nini? Uwe ushujaa na moyo wa ushujaa, yaani ujasiri. Hata viongozi wa dunia tu lazima wao washujaa. Usipokuwa shujaa utatolewa. Ruta must go. Ruta must go kwa barabara. Si hayo yote tumeona. Angekuwa mwoga si angekimbia, na ni watu wanakuja na mawe. Ruta must go. Kiongozi lazima uwe mtu ambaye una ujasiri mwingi, kwa sababu usipokuwa mjasiri utawacha hii madhabahu na kutoroka. Maneno machache tu inakutua hapa kwa madhabahu. Sasa utakuta washirika wamekaa na hakuna pasta hapa mbele, sababu wewe umekuwa mwoga. Pastor must go. Wakati utageukiwa, pastor must go, utafanya nini? Saa ingine unakuta milango imewekwa kifuli, sisi tunaona kwa TV. Alafu washirika wanasema pastor must go, utafanya nini pastor? Pastor must go, pastor must go. Uwe na moyo wa ushujaa na kufundisha maneno ya kweli, hata wakati maneno imechacha, imekuwa ngumu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Wewe fanya kazi ya Mungu kabla ifike siku, kwa sababu itakuja hiyo siku. Inakuja siku utaambiwa, pastor, wewe must go, hatukutaki. So haleluya, kabla ijafika siku hiyo must go, ufanye kazi ya Mungu na kusimamisha kazi ya Mungu. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Haleluya. Kabla hujakataliwa utetee kanisa la Mungu na kufundisha kweli. Mstari wa 8 tumalizia. Kitabu hiki cha Torati, maandiko sasa ndio pastor unatakiwa kuwa naye. Ndio point number 3 kwa mafundisho yangu. Kitabu hiki isiondoke katika kinywa chako. Kama huwezi kusoma maandiko utafundisha nini? Kama hujui maandiko wewe utafundisha nini? Kitabu hiki cha Torati ndio uyatafakari maneno ya maandiko hii kama mchungaji usiku na mchana, ndio uweze kufundisha neno la kweli. Wapi? Umeelewa sasa? Sasa neno la Mungu, Biblia ufundishe. Mchungaji ujue maandiko yanasema nini, ufundishe sawa sawa na uangalie kutenda sawa sawa na maandiko. Ukikosa hii utaambia watu na akili yako. Ukikosa tu kujua maandiko, ukikosa kujua maandiko utaanza kulete unabii ya uongo, unahubiria watu mambo ya uongo. Kwa sababu wewe usomi maandiko, wewe utajua Mungu anasema nini. Utaanza kulete kufundisha watu mambo ya uongo. Lakini mchungaji akiwa ni mtu wa kusoma maandiko, sasa huyo mtu ataenda kwa mapenzi ya Mungu na kufuata neno la Mungu, ili mtu asije hapo akafundisha mafundisho yake ambaye si ya kweli. Mafundisho ya upotofu. Kwa hiyo kanisa la Nakuru msimame katika maandiko, kama vile Joshua anaambiwa kitabu hiki kisitoke katika kinywani mwako. Ili msimame katika neno la Mungu. Kwa hivyo kila mchungaji katika Nakuru ni kukaa katika maandiko na kuhubiri ukweli, ili Mungu aweze kuwabariki. Hata nyinyi wachungaji ambaye mko hapo ni kusimama kama Joshua na kusimama katika maandiko matakatifu. Haleluya. Kabla ijaja siku mbaya, kabla ijaja wakati wa machafuko. Haleluya. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Kila mchungaji ajielewe kwamba nimeitwa na Mungu na nitafanya kazi ya Mungu. Wewe ni mchungaji, hauwezi kuanza kuwa na shughuli yako wakati unajua kuna ibada ya Mungu. Wewe utakuwa ni mchungaji ya wapi?
wewe unaenda kazi yako na unajua siku fulani kuna ibada na wewe bado unashughulika kwa mambo yako, wewe si mchungaji? Na ibada inaendelea na wewe mchungaji hauko. Hauko kwa ibada za Mungu na wewe unasema ni mchungaji. Wewe si mchungaji. Mchungaji ni ile mtu ambaye wakati wa ibada ni lazima afike kwa ibada. Kwa hiyo wewe ukiwa mchungaji ambaye yuko hapa ama wale wananisikiliza, umepewa kuwa mchungaji, uwe mchungaji ya kushughulikia kazi ya Mungu. Ikifika wakati wa ibada unapatikana kwa ibada, kwa sababu hiyo ndio uliitiwa. Sasa mchungaji ndiye ataonekana hapo sasa. Tusimame katika jina la Yesu kila mtu.